Mambo vipi mwanafamilia wa Wisport TV? Tuko hapa kuangazia mambo yaliyojiri katika ulimwengu wa soka. Ni tarehe 3 ya mwezi wa 5 na mwezi wa 5 umeanza na mambo mengi kidogo. Umekuwa ni mwezi wa moto upande wa soka huku, na tunaona mambo yanafukuta. Ndugu yangu, niko na ndugu yangu hapa Jaffa Mipango, anaenda kutupitisha kwenye mambo kadha wakaza. Bana, tukianza na hili la jana, kuna mechi imechezwa jana KMC, katika dimba la KMC hapo Mwenge, na yako yanazungumzwa mengi kutokana na ile mechi, lakini jina linaloimbwa sana ni Kefa Kayombo. Unazungumziaje hili kwanza, tukianzia hapa? Naweza nikazungumza jina la Kefa Kayombo linasikika kwa sababu ya maamuzi yaliyofanyika katika kuzitafsiri sheria 17 za mpira wa miguu kwenye mechi ya Simba Sports ambaye alikuwa ni mwenyeji kwa mgeni wake ambaye ni Mashujaa. Na kelele zimekuwa nyingi hata kabla ya mchezo wenyewe kumalizika, kwa maana ya nyongeza ya dakika zilizoongezwa na maamuzi mwenyewe, lakini pia kadi ambayo ilitoka kwenye mchezo husika ilikuwa ni sehemu ya kuongeza malalamiko kutoka kwa mashabiki, hususan kelele hizo zikatoka kwa shabiki wa Simba Sports ambaye anaamini maamuzi ya muamuzi hapo upande wake. Kelele zitatoka kwa shabiki ambaye anaamini maamuzi ya muamuzi yanawabeba wale ambao wapo uwanjani. Kwa hiyo hizo kelele ambazo unazisema zinatokana na mashabiki, lakini wadau mbalimbali wa michezo. Lakini kwa ulivyoangazia wewe dakika 90 za jana, Simba dhidi ya Mashujaa, unaona kuna namna yoyote Kefa alitafsiri kanuni ndivyo sivyo kufuatana na ulivyotazama wewe? Mara nyingi Augusto, tunachotazama ni kile kidole kinachosontwa, lakini hatuangalii vinne vinavyotutazama. Kwa hiyo mara nyingi na kwa hivyo pale ambapo unaamini kabisa kwamba mchezo ulikuwa unatakiwa utafsiriwe kwa namna ambayo wewe ulikuwa unaona ni bora kutafsiri, lakini unapokwenda tofauti na matarajio yako ndo pale kelele zinapokuja kwamba maamuzi ya muamuzi hayakuwa sahihi. Binafsi ukiniuliza kuhusiana na maamuzi ya muamuzi, zipo sehemu ambazo Simba Sports amebebwa, lakini zipo sehemu ambazo unaona maamuzi ya muamuzi yapo sahihi. Kwangu mimi ukiniuliza nitakwambia kadi nyekundu aliyoitoa ilikuwa ni maamuzi ya haraka kwa yeye kufanya vile. Alipaswa kumkanya kwanza kabla ya kuamua kufanya maamuzi ya moja kwa moja, kwa sababu inampa hiyo nafasi yeye akiwa kama msimamizi na mtafsiri wa zile sheria 17 baina ya wanaume 11 kwa 11 kuzungumza na mchezaji kabla ya kumwadhibu. Ingekuwa ni aina ya kadi aliyoitoa inatokana na madhambi ambayo ni hatarishi kwa mchezaji, ile aina mazungumzo. Lakini kuna aina ya kadi ambazo unaweza ukatoa na zikaleta swali la kwa nini imefanyika vile. Ndio pale watu sasa wanakuja kuona kwamba au kuna mazingira ambayo yanawekwa sasa hivi kutafuta mzani kuwa sawa. Kwa sababu ukiangalia ligi kuu soka Tanzania bara inachezwa na watu wawili peke yake. Yaani hao wengine ni wasindikizaji. Basi hao wengine wote ni wasindikizaji, na maana Azam na wengineo wote wanaofuata nyuma ni wanaisindikiza Simba na Yanga. Sasa katika kila mmoja ambaye anaweka mipango yake sawa ndiye atakayeibuka kuwa bingwa. Mipango yako unaiwekaje sawa? Kuna moja, kuwa na wachezaji bora uwanjani, kuna pili mipango ya nje ya uwanja. Sasa unaweza ukawa na wachezaji bora na bado usibebe ubingwa ligi soka Tanzania bara, kwa sababu ukisikia tunafeli nje ya uwanja. Sasa huku kufeli kwa nje ya uwanja ndiko ambako kunaleta hizi athari za sasa hivi tunazoziona. Jaffa Mipango, unakiri kwamba ligi yetu hapa Tanzania kwa 70% ushindi unaopatikana ni nje ya uwanja kuliko ndani ya uwanja? Mimi naamini katika uwezo wa kila mchezaji, naamini katika usajili, naamini katika ushindani. Lakini namna ambavyo mpinzani anakwenda kukabiliana na timu A, B au C, ndo pale ambapo wewe unaingiwa na wasiwasi kwamba hivi kweli hapa kuna ushindani. Yaani unaelewa alikuwepo hapa mwalimu aliwahi kusema ligi ya Tanzania haina ushindani. Alikuwa anamaanisha, japo watu wengi hawakumuelewa kwa nini anasema ligi ya Tanzania haina ushindani. Ushindani ni kitu cha aina gani? Ni namna ambavyo unakwenda kukabiliana na mpinzani wako kimbinu. Licha kuwa uwezo wa kila mchezaji mmoja na uwezo wa kutafsiri na kuamua matokeo ya mchezo, lakini bado inakuwa ngumu kwa timu kupata matokeo. Sasa tunaona kwa baadhi ya michezo, yani ukipiga hesabu watu wangapi au ni timu ngapi ambazo zimekutana na michezo ambao unasema leo nimeiona radha halisi ya mpira wa miguu,
utakuwa unazihesabu. Mimi mara ya mwisho nimeshuhudia mchezo ambao ulikuwa ni wa aina yake baina ya Young Africans na Singida kule Zanzibar. Ulikuwa ni mchezo ambao unasema kiukweli ni mchezo ambao utamani uishe kwa namna ambavyo kila timu inapambana kuhakikisha inalinda kuzuia isiruhusu bao, lakini inashambulia kuhakikisha kwamba inapata matokeo ambayo wanaona ni chanya kwa upande wao. Na kubwa hasa ligi kuu soka Tanzania bara kinachohitajika ni matokeo ya alama 3. Kwa hiyo sioni kwamba mipango ya ndani ya uwanja inakuwa ni mizuri zaidi kuliko ya nje ya uwanja. Ila naona mipango ya nje ya uwanja muda mwingine inakuwa ni mizuri zaidi kuliko ya ndani ya uwanja, na ndicho ambacho kinakuwa na kelele nyingi. Ukisikia watu wa Simba Sports wanamzungumzia mdhamini kwa upande wa Yanga ambao ni mdhabuni kwa upande wa jezi kwa wao, hilo lote ni wasiwasi wa kuona kwamba kuna namna ambayo wao wanapata mechi rahisi pindi wanapokutana na wale watu. Lakini wao ambao wanazungumzwa hawaoni hilo, kwa sababu wanaamini pia wanakutana na michezo migumu pindi wanapokabiliana na hao wapinzani. Kwa hiyo swali lako jinsi ulivyoliuliza kwangu naiweka 50 kwa 50, yani nje ya uwanja na ndani ya uwanja vimekaa level kwenye mzani. Kimoja kikipungua ina maana mzani utanyanyuka. Kinapo balance ndo pale unapokwenda kuona yes, nimeona kitu cha aina fulani. Sasa aidha kinapopungua uone imekulalia upande wako au imewalalia wapinzani. Ndivyo ambavyo inavyokuwa. Au ndo inathibitisha ule usemi kwamba kuna kocha fulani alipatia ubingwa timu fulani lakini akaambiwa na viongozi wa hiyo timu kwamba bwana usijigambe. Ubingwa sisi tunajua tumeupataje. Na maana hizo mbinu za nje uwanja ukiachana na mbinu za benchi la ufundi. Sasa kama wamezungumza hivyo inamaanisha kwamba kwa 90% ni kwamba wanajua namna walivyoweza kuzicheza mechi. Kwa sababu wewe ndio unaona kama kuna mbinu za mwalimu, na mwalimu yeye anachokiamini ni kwamba mimi nimemaliza kazi yangu katika uwanja wa mazoezi. Ninachokifanya ni kukipanga kikosi ambacho naamini kitakwenda kukabiliana na mpinzani na kitanipa matokeo ya alama 3. Anachokifanya kocha yoyote ni kulinda kibarua chake kwa matokeo yanayopatikana uwanjani. Na maana inapokwenda tofauti na hapo uongozi utaona huyo mtu hastahili, kwa sababu hakuna kingine wanachokihitaji zaidi ya kutoa ubingwa ili waende kushiriki michuano ya kimataifa. Na ndio aim kubwa, kwa sababu kuna mamilioni ya wafuasi wapo nyuma ambao ni mashabiki, na wote hao wanataka furaha. Sasa hakuna furaha ambayo inakuja hivi hivi, kila furaha inakuja na gharama zake. Kwa hiyo kuna gharama ambazo wao wanajua, kama walizungumza basi wao wanajua kwamba wanatumia njia gani kuzilipa hizo gharama ili wananchi waendelee kupata furaha. Kwa hiyo hizo zipo, yani kwa ligi ya Tanzania hapa, kwa ligi ya Tanzania zipo na kelele zimekuwa nyingi. Mfano kwenye mechi ya jana nimeziona kelele, na kubwa hasa ni huyu Kefa Kayombo mwamuzi, na hata siku kaimbwa sana. Hata leo pia nimeona kwenye mitandao ya kijamii Priva amechola umbo la pembe 3 alafu kaligawa pale katikati, anakuambia tafute eneo la kaweka Kayombo na Neema. Nadhani ni namna tu ambavyo mitandao ya kijamii inakuwa ina hype kwa namna hiyo. Linapotokea jambo kwa mwenzako basi unalibeba kuona kwamba kuna haki haikutendeka. Lakini na wao pia watakuhoji kwamba kuna michezo ambayo tunaona wazi kwamba kuna viashiria vya wewe pia ulibebwa. Ukizungumza wao watakwambia pia kuna bao la mkono. Kwa hiyo Mr. Agusto, unaona kwamba hizi changamoto za waamuzi, sidhani kama ni ligi kuu soka Tanzania bara peke yake ndio ina changamoto ya waamuzi, ila ni kwa kiwango gani ndio ambacho kinachoangaliwa. Sababu swala lililopo hata Al Ahly wameigomea mechi dhidi ya maasimu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya waamuzi, na kwa sababu kwa kuna vielelezo vyote ambavyo viliruhusu mpinzani wao kupata alama 3. Mwamuzi alipuliza kipenga na alama 3 zikaenda kwa mpinzani, kwa sababu yeye hakuwepo uwanjani kwa dakika ambazo mwamuzi sheria inamruhusu kwamba mpinzani asipokuwepo ndani ya muda kadhaa basi unapuliza kipenga ndani ya nusu saa na alama 3 zinaenda kwa mpinzani. Na ndicho hicho ambacho sasa kinaleta changamoto sasa hivi kwa watu kila mmoja kumattack Kefa Kayombo ni kama ilivyokuwa kwa Ramadhani Kayoko kwa upande wa Simba Sports. Kwa hizi kelele uwezi ukazisikia kwa mara moja ligi kuu soka Tanzania bara, zimeshakuwa nyingi. Yani toka mechi ya kwanza mwezi wa 8 tarehe 20 tunazungumzia mwaka jana, leo tupo mwezi wa 5 tukielekea ukingoni mwa ligi kuu soka Tanzania bara. Zimesalia mechi chache sana. Wengine timu wamebakiza mechi 3, wengine mechi 4 kutamatisha duru ile 24-25. Basi hakuna watu ambao wameimbwa kwa kiasi kikubwa kama waamuzi kwenye michezo hii. Kwa hiyo
wataimba, lakini hiki kitendawili sijui lini kitatatuliwa. Walio na VAR na wenyewe bado wanaona maamuzi ya waamuzi yanakuwa hayapo sahihi. Kibinadamu unaweza ukaona ni rahisi kutafsiri zile sheria 17 kwa haraka kama ambavyo wanafanya wale, lakini ukipewa hilo jukumu na hiyo dhamana bado itakuia vigumu, kwa sababu inahitaji utulivu, na hususan unapokuwa una VAR kungamua kwamba hii ilikuwa ni penalty, hii ilikuwa ni offside. Inahitaji umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha kwamba unamlinda au unaulinda mchezo kwa taswira kiujumla, ili kuepusha hii migogo na mizozoro, migogo na mizozo inayokuepo mara baada ya mechi kutamatika. Kwa hiyo mimi nakiona hicho. Na kitu kingine Agu, mimi nimeona kwenye mitandao ya kijamii kuna dada anazungumza, na huyu dada amezungumza katika kile ambacho ameona yeye kwa mtazamo wake na kwa timu anaoishabikia, mambo yanaegemea sana kwa upande wa Simba Sports. Na yeye kwa jinsi alivyotazama ameona wanaoongoza bodi ya ligi wana upungufu kidogo. Nimeiona hiyo. Ni shabiki wa Yanga huyu anailalamikia bodi ya ligi pamoja na TFF, akidai kwamba viongozi wanaongoza bodi ya ligi pamoja na TFF amediriki kuwaita ni mapunguani, kwamba hamnazo. Na sababu kubwa ya kuwaita hivyo ni baada ya kutoa tamko lao baada ya kuwa rufani ya klabu ya Yanga kuwa imetupiliwa mbali, ambayo walipeleka katika mahakama hiyo ya usuluhishi wa kimichezo duniani. Wewe unalizungumziaje hili kufuatana na maoni ya dada? Ni kweli TFF na bodi ya ligi wamezingua katika hili, au ni Yanga wenyewe walipaswa kwanza walimalize ndani kabla ya kulipeleka nje? Ukisema TFF na bodi ya ligi wamezingua, utakuwa unawakosea, kwa sababu sioni sehemu ambayo bodi ya ligi ama TFF watakuwa wamekosea katika maamuzi ya klabu wao wenyewe kupanda kwenye ngazi moja ya kutafuta haki, ikiwa wanaamini katika hatua za awali haki haijapatikana. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa sawa kwa upande wake. Ukimtazama Yanga, yeye alijiona yupo sawa kwa upande wake kunyanyua shtaka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, na aliamini kwamba ndani ya TFF hakuna haki atakayoweza kuipata, kwa sababu bodi ya ligi ipo chini ya TFF. Unaona, sasa kama ipo chini ya TFF, wao wanataka viongozi wa bodi ya ligi wajiuzuru, kwa sababu wao hawakuwa na imani nao mara baada ya wao kufanya maamuzi ya haraka zaidi kuhusiana na kughairisha dabi ya Kariakoo iliyokuwa inatakiwa kuchezwa tarehe 8. Kwa hiyo walichokitafuta ni kwenda kutafuta haki. Sasa hiyo haki inatakiwa iwe na vielelezo ili iweze kupatikana. Swala la kwanza, labda tunaweza tukaanzia kwenye hoja hiyo kwamba tunajiuliza kwamba Young Africans chini ya mawakili au wanasheria wake hawakuwaza wala kupembua kwa uyakinifu kwamba unapopeleka shtaka au shauri lako kwenye mahakama ya kimataifa unatakiwa uwe na vielelezo vya awali vitakavyo waita kwa pamoja wale ambao wanahusika na hiyo mahakama ili kuweza kusikiliza shauri lenu. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili, mnapokaa kukubaliana ninyi kama uongozi kwa uwezo wa mtu mmoja mmoja na kwa mamia ya watu au mamilioni ya watu waliowaamini kuwakabidhi hizo nafasi ili muweze kuwawakilisha, mnakuwa mnawapa taswira gani ya kuwatafsiri ninyi ni watu wa aina gani, kama mmeshindwa kungamua ili katika akili ndogo sana ya elimu yetu ya msingi ili uweze kujua kwamba kule tunaweza tukapata haki au tusipate haki. Vielelezo ambavyo vilikuwa vinatakika kila mmoja anafahamu. Hauna hivyo vielelezo. Huku unapotoka ngazi ya chini pia ambayo wewe unaamini huwezi kupata haki, pia na yenyewe haijakubariki kwenda kule ili kuipigania haki yako. Unaamini nini unachokwenda kukivuna? Unachokivuna ndio hiki kwamba kasi watakwambia tumekusanya makaratasi yako, tumeenda kuyahifadhi kwenye sanduku la kutupia uchafu, dustbin. Unaona, sanduku la kutupia uchafu. Sasa unapokuja huku katika mapokeo ambayo wengi waliamini kwamba kasi ndio sehemu pekee inaweza kuleta usuruhishi katika dabi hii kucheza au kutokuchezwa, na wenyewe imetupilia mbali, lazima mashabiki wawe na magadhibiko. Na sehemu ambayo sasa imekuja kuibua hisia nyingi Augusto ni ile sehemu ambayo TFF na wenyewe wakatoa andiko lao, na siku itapangiwa tarehe. Sasa na siku ambayo ili swala linatoka, Young Africans wao wanapambania kombe la muungano dhidi ya JKU. Kwa hiyo
kiuhalisia tayari shughuli ambayo ilikuwa inaendelea kule Pemba ilikuwa inafanyaje, imeshatiwa dosari. Unaona, kitumbua kishaingia mchanga, umeitia dosari shughuli yao ambao wao walikuwa wanahesabu kwamba kwenye vile vikombe ambavyo wanaanza kuvihesabu, Ngao ya Jamii wanahesabu kama ni kombe, Muungano wanahesabu ni kombe, na bado huku nafasi ipo kubwa kwa nafasi ya ubingwa ligi soka Tanzania bara. Unaona, kwa hiyo mimi najiuliza maswali mengi sana kwamba moja, walitarajia kwamba hii kesi ilipopelekwa kasi wangeweza kufaulu. Pili, kuna changamoto gani kwenye eneo la mawakili wa Young Africans au wanasheria wa Young Africans? Hapo ndugu yangu, nimeona maoni mengi ya wadau wa soka katika kurasa mbalimbali wakilalamikia kitengo cha wanasheria katika ya Yanga, na tunamjua mtu ambaye anahusika hapo, na wengi wanajiuliza huyu bwana amesoma chuo gani cha sheria, au ni viongozi wanatumia mihemko kumcontrol na yeye pia, kwamba wanapolitaka jambo lao basi hawajali ushauri wa mwanasheria wao. Yoyote asiyekuwa na maarifa huwa ni mtumwa wa kutumikishwa kwa mabwana zake. Yoyote asiyekuwa na maarifa huwa ni mtu wa kutumikishwa na mabwana zake. Na brother Augusto, kosa vyote ila usije ukawa ni mtumwa wa fikra. Ni bora uwe mtumwa wa kimwili lakini ukatunza fikra zako za kuamini kwamba ipo siku utajikomboa katika eneo ambalo unakuepo. Nikisema au ukizungumza kuhusiana kwamba anapelekeshwa au anatumwa na uongozi, ni kuivunjia heshima taaluma ulionayo, kwamba kwa miaka yote ambayo ulipambana kuwa na hicho ambacho ulichonacho kimekupa nafasi ya wewe kusimamia eneo kubwa na muhimu na eneo nyeti kwenye klabu. Ni kwamba elimu yako au taaluma yako ulionayo ni zero, hakuna chochote. Kwa sababu kama unakubali kupelekeshwa katika kesi ambayo unaamini kabisa hamuwezi mkafanikiwa kwenye hiyo kesi, inamaanisha hata wanasheria wako una mashaka. Una mashaka, yani tuambie wewe wanasheria wako uliupataje? Kama viongozi wanaweza kukuamuru kwenye swala ambalo wewe unawaeleza bana, kulingana na hali jinsi ilivyo na aina ya kesi jinsi ilivyo, hata tukipeleka huku tutapoteza muda. Kwa nini tusiwaeleze watu ukweli kwamba hili swala tuliacheni paka pale ambapo tutafikia makubaliano, kama ambavyo waziri wa michezo Paramagamba Kabudi aliwaita pale taifa na kuwasikiliza pande zote mbili. Wangesema sasa, wangesubiri maamuzi kwamba hizo busara ambazo zilikuwa zinatakiwa zitumike badala ya kanuni na sheria zinazoongoza mpira, je, zimefikia muafaka kwamba bana sasa kwa busara ambazo zimetumika kwa pande zote mbili, dabi hii itachezwa kwa tarehe fulani. Unaona, kwa sababu Young Africans wao wameshahesabu mechi zao ambazo zimebaki ili watangaze ubingwa. Shauri limeshatupiliwa mbali. Mtacheza mchezi, lazima mcheze kwa sababu TFF washakwambia wao ndio baba wa mpira, ndio mama wa mpira wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lazima utacheza, utaachaje kucheza na aliyakuwa tayari umeshapangiwa tarehe ya kwenda kucheza? Hapo utakuwa unampa haki mpinzani wako au mtani wako kubeba alama za bure kabisa za wazi, ambapo sasa hivi ukiangalia wao pia wanakuambia hawana mpango au hawafikirii kwamba kuna kiporo chao ambacho kitachacha. Muda huo pia wanafikiria tournament ambayo hivi sasa inaimbwa zaidi, kombe la shirikisho barani Afrika, ambao wapo hatua ya finali. Sasa unaniambiaje Agu kwenye eneo hilo ambalo wewe unahudumu, eneo nyeti? Kila taasisi hakuna eneo nyeti kama eneo hilo la wanasheria. Kwa hiyo unatuonyesha madhaifu yako, na ukifuatilia kesi nyingi ambazo zimekuepo kwa vipindi vya hivi karibuni, kila taarifa kwa umma inapotoka Yanga kaliwa kichwa. Kila taarifa inapotoka Yanga kaliwa kichwa. Sasa inafika sehemu unajiuliza, ina maana muda mwingine inaweza mzigo tu unaangushwa kwa mwanasheria, kwa sababu kesi za wachezaji kichwa linakuja ili sijui Young Africans kaenda kasi kushtaki kalimwa kichwa. Zimekuepo hapa sijui kina Lazarus Kambole, Gael Bigirimana, unaona zinaenda zinakuwa nyingi. Sana ukisikia labda kwa watani wao utasikia taarifa kwa umma wamezuiliwa labda kusajili kwa sababu ya malipo ya mchezaji fulani hayajakamilika, na wanapokamilisha basi wanafunguliwa. Sasa kwa nini muwe mnasubiri mpaka zitoke andiko la FIFA siju kupitia kafu lije shirikisho la mpira wa miguu ndo mchukue hizi hatua? Mnakuwa mnajishusha thamani katika viwango ambavyo ninyi mnazungumza kuwa ni timu bora, ni timu kubwa katika ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kitu kingine ambacho mimi nakiona kwa sasa hivi Mr. Augusto na kimekuwepo
Mimi wanaosema hii ligi muda mwingine haina thamani ya kuwa namba 6 kwa ubora barani Afrika, sijui ni nani aliweka kwenye nafasi ya 4. Sijui ni nani aliweka kwenye nafasi ya 4 kwamba ligi kuu soka Tanzania bara inashikilia nafasi ya 4. Lakini ninachokifahamu hii ligi ipo nafasi ya 6. Sasa unapoishusha, unajua hakuna mazuri ambayo unaweza ukayapata bila changamoto. Na TFF ili kujiona wanaweza kumudu hizi heka za hawa maasimu wawili zinapotokea changamoto kama hizi. Kiongozi ili onekane ni kiongozi imara ni namna ambavyo unaweza kutatua changamoto za wananchi wako. Sasa katika hili pia tunataka tuone vile ambavyo TFF wao kupitia bodi ya ligi wanaweza vipi kuzisimamia changamoto ambazo zimekuwepo. Kwa maamuzi ya haraka ambayo yalifanyika ndio ambayo yanawaumiza Young Africans mpaka leo. Kuchapisha imagine kaka, umechapisha t-shirt hamchezi, mmetunga nyimbo hamchezi, alafu leo hii linakuja andiko la kasi, wajumbe wamekaa huko maskini ya Mungu hata hawajafikiria, watu wameshatumia gharama zao, wameimba hawachezi, alafu leo hii tunakuja kuambia wacheze. Mfano sasa wewe vaa hivyo viatu, wewe kuweza kwamba haya sasa hatuchezi. Agu mmeshatumia gharama, mmehamasishana, wazee wamekaa karibuni mikoa 6, Kilimanjaro, Zanzibari, Morogoro, Mwanza, wote hao wamekaa kusema kwamba bana sisi hatuchezi. Na wengine wameenda mbali kwamba timu ikienda uwanjani rais wa klabu ana la kujibu na sio dogo. Sasa wakishaamua kwenye lao na wao ndio wahusika wakuu kwenye timu, ninyi wengine tu mnawawakilisha katika majukumu hayo ambayo sio kila mtu angeweza kwenda kuyafanya, mnakuwa katika hali mbaya zaidi. Kwa hiyo kwenye hilo eneo mwanasheria hapo, mimi mwenyewe najiuliza maswali mengi sana. Yaani why mwanasheria? Yaani kwa nini mwanasheria? Yaani unatia mashaka vipi ambapo utatoka kwenye hilo eneo na unakwenda kutafuta kazi eneo lingine? Yaani CV yako inakuaje? Swali la msingi kwamba sasa CV yako itakuaje kwenda kuomba kazi sehemu, kwa sababu wewe ukaniambia utakuwa mwanasheria wa Yanga miaka yote, kuna maisha mengine baada ya hapo. Vipi kama muda wako, kwa sababu wewe ni mwajiliwa, kuna muda kibarua kinaweza kikaota manyasi, unafanyaje? Mwisho wa siku ndio hivyo unajiweka kwenye hatari mbaya zaidi ya wewe kukosa kazi, kwa sababu watu wanaangalia CV yako, na CV ya mwanasheria ni kushinda kesi. Unaposhinda kesi unakaribisha watu wengine kwa bana, na kesi yangu hili na hii na hii na hii unanisaidiaje? Yeye kama mwanasheria anajua anaingilia hapa, natokea hapa, mwisho wa siku tunashinda kesi. Sijui kama labda kuna kesi nyingine ambazo huwa anaziendesha nje ya mpira anafanya vizuri zaidi. Unajua pia mpira una mambo yake, una utaratibu wake. Kwa hiyo ukiwa huku hujapita vizuri panaweza paka kuacha njia panda pia. Lakini nadhani ukishakuwa mwanasheria, yani ni sawa wewe umekuwa daktari wa kuhudumia binadamu, alafu leo unaambiwa bana unatakiwa uingie darasani kwa mwaka mmoja ujifunze namna ya kuhudumia wanyama. Sidhani kama itakuwa ni ngumu sana psychologically. Misingi ni zile kwamba huyo utampiga cc ngapi, sindano yake inaandaliwa hivi. Tofauti tu ni aina za madawa ndio zinaweza zikabadilika, lakini mtindo na nini inaweza ikawa iko vile vile. Kwa hiyo hapo kiukweli hata mimi na mashaka, yani nakuwa mimi nikiwa na kesi yangu namfuata pale, najiuliza kama naweza nikafanikiwa au itakuwa ni changamoto. Tukiwa tunaelekea mwishoni, hiyo upande wa mwanasheria pengine ameonyesha madhaifu yake katika kitengo chake. Tuachane na hilo. Turudi huku tukiwa tunaenda kumaliza mchezo namba 184 ambao ndio ilikuwa dabi. TFF wamedai unapangiwa tarehe na utachezwa. Sasa kufuatana na kasumba ya marefari wa hapa katika ligi yetu, nimeona kuna wadau wengi sana baada ya Kefa Kayombo kufanya yake jana, wamejitokeza na kuomba au kuiomba TFF kwamba watafute marefari wa kutoka nje ya mipaka ya Tanzania ambao watachezesha mchezo wa dabi ya Simba na Yanga ili kuepusha hizi mazonge zilizopo. Wewe hili una uchambuzi nalo upi? Yani jambo hili ambalo kwanza sioni likitokea. Yani cha kwanza sioni kama litatokea. TFF hawezi kusikiliza. Sioni kama litatokea hilo swala. Yani mwamuzi kutoka taifa lingine kuja kuchezesha dabi
Silioni Agu, silioni, yani silioni kama hiyo ndoto bado tuendelee kuiota. Pengine kuna mechi ya kimataifa mwamuzi kutoka taifa lingine atakuja kuchezesha, sawa, it's okay. Lakini kwa hapa ndani sioni, kwa sababu unajua unapomleta mwamuzi kuchezesha mechi hapa, gharama zinakuwa kwa nani? Gharama zinakuwa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kwa sababu wao ndio wasimamizi chini ya bodi yake ya ligi, unaona. Sasa hizo gharama mpo tayari ninyi timu kuzilipa, na kama ninyi timu mnalipa, nani atalipa zaidi? Nani atakuwa upande kutaka kuwa upande wa mwamuzi ili matokeo iname upande wake? Kwa sababu mkipewa hiyo access ni kwamba ninyi pia mmekuwa sehemu ya kusababisha matokeo kuwa mabaya, kwa sababu wewe utatoa 50 na yule atatoa 50, lakini mwenzako kukitokea kigugumizi chochote katika kutafsiri sheria 17, utahisi mwenzako alitoa nyingi katika kile ambacho mlikubaliana mkitoe. Sasa uone kama mnatengeneza mazingira ninyi wenyewe kuwa magumu. Yani bado unatengeneza mazingira vipi? Huyo kaja huyo mwamuzi ambaye mnamtaka kutoka nje, ambaye mnaamini kabisa hakutakuwa na viashiria vyovyote vya kushindwa kuzitafsiri sheria 17 au kufumbia macho makosa ambayo yalitakiwa kugeuka kuwa faida kwa mpinzani. Vipi timu nyingine ikijua kwamba mwamuzi fulani, kwa sababu Augusto, labda tueleweshane hapa, tuelewe. Hakuna mtu ataingia kwenye taifa hili akawa ni akaingia kwa siri watu wasishindwe kufahamu kama huyo mtu kaingia ndani ya taifa hili. Unaona? Swala la kwanza. Swala la pili, hii TFF bodi ya ligi humu ndani yake kuna watu wa Simba na Yanga na timu nyinginezo. Yaani hawa wanaounda safu za uongozi katika shirikisho la mpira wa miguu Tanzania na bodi ya ligi, hawa watu ndio viongozi wa timu nyingine. Sasa unataka kuniambia mipango yote hii itakuwa ni taarifa za siri ya watu washindwe kujua kwamba kuna hili na hili na hili linaendelea? Kama wao huwa pia wanatoka kuzungumza kwamba kuna viashiria vya rushwa na huyu mtu kuna pesa alizipokea kutoka timu A, ilikuwa ni muda fulani, leo hii huyo mwamuzi atakayeingia, ambaye sidhani kama atatoka kwenye taifa lake kuja huku kukimbia kwa dakika 90 bila ya kurudi na chochote kitu. Umemwekea dau, hilo dau umelipeleka wewe, hajaja kukuomba hilo dau bana, angalia namna ya sisi kupata matokeo, unaona. Akashindwa kukubeba kwenye hizo dakika 90. Wachezaji timu pinzani wamekuwa na nidhamu zaidi kucheza mchezo, wamehakikisha kwamba watengenezi makosa ambayo ni ulazima ambayo yatawaadhibu. Sasa unategemea nini kinachotokea? Kwa sababu mimi sioni kama suluhisho ni kumleta mwamuzi kutoka taifa lingine aje kuchezesha hapa. Ni kwamba mnatuaminisha kwamba bado kwenye eneo la waamuzi ni changamoto, na bado changamoto hiyo sasa itakuja ile tunatuonyesha. Ndio maana tunatoa mwamuzi wakati mmoja pekee Tanzania ambaye anaweza kwenda kuchezesha michuano ya shirikisho, kafu, hata michuano ya kafu. Unaona? Yaani kumradhi, nimesema michuano ya kafu kwa maana ya Afcon. Kwa hiyo bado yani naliona hilo eneo likiwa bado na changamoto kubwa sana. Yani eneo la waamuzi kumbeba yani haliwezi likaisha. Yani haliwezi likaisha. Hata VAR ikija sioni kama eti ndio itakuwa njia pekee ya kutatua hii changamoto iliyopo, sioni. Ila njia pekee ambayo itaweza kuwalinda waamuzi ni vilabu kuachana kabisa na kuwafuata waamuzi wakubaliane na sheria 17 za mpira. Njia pekee ya kutatua changamoto ambazo zipo kwa hivi sasa, vilabu waache, vilabu wakisitisha kuwafuata hawa waamuzi. Sidhani kama kuna mwamuzi atakayechezesha akiamini kwamba kuna timu fulani ilinifuata ikanipa ahadi ya kitu fulani. Hawezi akachezesha kwa njia hiyo. Anachezesha kwa sababu anaamini na posho yangu ya 300 nikitoka hapa TFF washaniingizia pesa yangu, naenda kuendelea na maisha yangu. Sidhani kama kuna chochote nitatarajia kukipata kutoka kwa hawa watu ambao wanatoka kwenye timu A, B wala C. Kwa hiyo wao wenyewe ndio wanaleta matatizo. Yaani matatizo ya waamuzi nchi hii yanaletwa na vilabu wenyewe. Hayaletwi na waamuzi wala na TFF. Vilabu wenyewe ndio vinaleta matatizo ya waamuzi. Kwa sababu unalilia kuna rushwa na wewe unatoa rushwa. Sasa kama unalilia kuna rushwa, kwa nini usitoe rushwa uitafute haki kwa njia ya haki? Na kwa nini usiache kupokea rushwa? Sasa kwa nini wewe mwamuzi? Kaka, pesa imekuja. Mimi wewe unaponiletea pesa Augusto, mimi ndo nabaki na dhamana ya kwamba mimi nakwenda kuhukumu vipi. Unaweza kaniletea pesa yako, sawa. Mimi nimeshachukua yako nimeweka mfukoni. Alafu nakwenda kuchezesha kwa haki. Na tafsiri vile inavyotakiwa kutafsiri. Kesho hautarudi kwa sababu ile pesa tumepeana bila makubaliano. Kesho hautarudi kwa sababu najua
nimetoa pesa yangu alafu bado jamaa kaniua. Utamuogopa kwa sababu nikienda tena kwa huyu ndo maana hawa hivi vilabu vinafikiaga hatua ya mashabiki wake kuzungumza kwamba hatumtaki muamuzi fulani. Hatumtaki. Wewe nani unapanga